Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya kwamba hakuna taarifa sahihi kwamba Iran ina kombora lenye uwezo wa kuifikia Marekani, mmoja kati ya wabunge nchini humo ameonya kwamba endapo Marekani itaanzisha shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jamhuri hiyo inaweza kupanua mwitikio wowote wa wakati wa vita zaidi katika Mashariki ya Kati, na kusema kwamba hata ikulu ya rais wa Marekani Donald Trump inaweza kulengwa, kulingana na matamshi yaliyochapishwa na chombo cha habari cha Iran Didban Iran na baadaye kutafsiriwa na Iran International. Mbunge huyo alitambuliwa kwa jina la Amir Hayat Moghadam, mbunge wa bunge la Iran na tume ya usalama wa taifa na sera za kigeni. Iran International ilimnukuu akisema Iran itatoa jibu kali ikiwa itashambuliwa na Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, Moghadam anasema Iran inaweza kuzamisha meli za kivita za Marekani katika bahari ya Oman, kushambulia vituo vya Marekani katika eneo hilo na kulenga vikosi vya Marekani, ikiwa ni pamoja na askari, maafisa na majenerali. Lakini pia inaweza ikamlenga Donald Trump akiwa katika ikulu ya White House au akiwa huko Mar-a-Lago, moja kati ya maeneo ambayo mara kadhaa hupenda kutembelea kila wikendi. Hata hivyo, kumetolewa orodha ya kurasa za baadhi ya watu ambao watalengwa na Iran ikiwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itashambuliwa na Marekani. Iran imeonyesha kichwa cha habari cha mahojiano chenye lugha moja na kumtambulisha Moghadam kama mjumbe wa kamati ya bunge. Hakuna jibu rasmi la Marekani kwa matamshi maalum ya Moghadam ambayo yametambuliwa katika ripoti zilizopitiwa na shirika la habari la Jerusalem Post la nchini Israel wakati wa kuchapishwa. Lakini habari kutoka shirika la habari la Reuters mnamo Ijumaa ziliangazia ongezeko kubwa la Marekani na Iran, ikiwa ni pamoja na onyo la Rais Trump kwamba Iran lazima ifanye makubaliano kati ya siku 10 hadi 15 na vitisho vya Tehran kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa itashambuliwa. Hata hivyo, jambo kubwa ambalo wakati huu limekuwa ni kizungumkuti kwa Marekani ni namna ambavyo Iran hata kwa mara hii inasema kwamba itaweza kushambulia hadi katika nchi hiyo ya Marekani. Mpaka sasa Iran haikuonyesha kombora la aina yoyote lenye uwezo wa kuweza kuifikia Marekani, licha ya kwamba ilidaiwa kwamba kuna kombora lenye uwezo wa kuruka kilomita zaidi ya 10,200 ambalo kuna uwezekano wa kufikia Marekani moja kwa moja, lakini bado hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha kwamba uwezekano huo upo. Na hii ni mara ya pili kwa viongozi wa Iran kusema kwamba uwezekano wa kuishambulia Marekani upo, na sasa Moghadam, moja kati ya wabunge nchini Marekani lakini pia miongoni mwa wajumbe wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, anaweka wazi kwa mara nyingine tena kwamba wana uwezo wa kuishambulia Marekani moja kwa moja, na mpango wao pia ni kumlenga rais wa Marekani Donald Trump na kuishambulia White House. Hata hivyo, hakuna jibu rasmi la Marekani kwa matamshi maalum ya Moghadam ambayo yametambuliwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni mpango wa Iran wakati huu wa kuweza kufanya shambulizi hadi katika eneo ambalo anaishi rais wa Marekani Donald Trump, kwa maana katika ikulu ya White House, ama katika eneo analopendelea kwenda katika siku za weekend kwa ajili ya mapumziko, eneo la Mar-a-Lago, ambalo kwa mujibu wa mbunge huyo wa Iran bwana Moghadam ni kwamba wanaweza wakali target ama wakalishambulia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.